Kwa sababu ya kuchelewa, timu haikupata vifaa mara moja. Hii ilikuwa inawapa shida kwa ratiba ya mazoezi ya kujiandaa na mchezo unaofuata. Kiasi hicho cha kuchelewa zaidi ya masaa 4 ni kikwazo kikubwa, hasa kwenye safari ya kimataifa. Inasababisha wasiwasi, uchovu wa wachezaji na pia huathiri maandalizi ya kisaikolojia na kimwili kabla ya mechi. Inaonyesha pia changamoto za logistics kwa timu zinazosafiri barani Afrika. Hata timu kubwa inapata matatizo kama haya. Ukarabati wa mchakato wa mizigo kwenye viwanja vya ndege ni muhimu sana. Hii si mara ya kwanza kwa kampuni ya ndege ya Air Algérie au uwanja wa ndege wa Algiers kuwa na matatizo ya mizigo. Mabadiliko pia ya sera ya mizigo yanaweza kupelekea mkanganyiko au matatizo ya kiutendaji, kama kusafirisha mizigo kutoka terminal moja kwenda nyingine au kuchelewa kwa mizigo ikiwa usafiri haujapangiliwa vizuri. Kwa klabu nyingine, Mamelodi Sundowns pia nao walilazimika pia kusubiri zaidi ya masaa 4 kwa tatizo kama hili, kwani Mamelodi pamoja na Young Africans wote walilazimika kukwama pale uwanja wa ndege wa Algeria, ambapo Mamelodi Sundowns inaenda kukutana na MC Alger, huku Young Africans yenyewe ikienda kupambana na JS Kabylie, mchezo wa hatua ya makundi klabu bingwa barani Afrika. Kupitia taarifa ya Hans Raphael alisema Yanga na Mamelodi wamekwama airport ya Algeria kwa zaidi ya masaa 3. Klabu ya Yanga na Mamelodi Sundowns wote wamekwama airport ya Algeria kwa zaidi ya masaa 3 baada ya mizigo yao kuzuiliwa pasipo sababu za msingi. Timu hizo zimewasili Algeria muda mrefu uliopita, ila mpaka sasa hawajatoka airport, kwani mizigo yao vikiwamo vifaa vya mazoezi kama mipira, kon, jezi na kadhalika vimezuiliwa kutoka bila sababu za msingi. Ni wazi Yanga na Mamelodi wote hawatafanya mazoezi, kwani mpaka sasa wanapambana kupata mizigo yao. Ikumbuko weekend hii Yanga wanacheza na JS Kabylie mchezo wa hatua ya makundi baada ya JS Kabylie kutoka kupoteza bao 3-0 dhidi ya National ya Ahly. Kisha Mamelodi Sundowns wao wana mechi na MC Alger, ambao Mamelodi Sundowns wametoka kuibuka na ushindi. Na huo ndio mpira wa Afrika unavyoendeshwa. Na hii ni Nile TV, endelea kutufuatilia pia, usisahau kulike, kushare, kucomment pamoja na kusubscribe channel yetu ili uendelee kufurahia taarifa zetu mbalimbali za kimichezo kutokea ndani na nje ya mipaka ya Tanzania. Alert notification kwa ajili ya kupata taarifa zetu pindi tunapoweka taarifa mpya kwenye channel yetu ya Nile TV. Tunakuletea mjumuiko wa taarifa mbalimbali za kimichezo, burudani pamoja na matukio mbalimbali yanayotokea ndani ya jamii yetu. Tunakusogezea hapa Nile TV kuhakikisha wewe mtazamaji wetu upite na kile ambacho kinaendelea ndani na nje ya mipaka ya Tanzania. Endelea kutufuatilia. Mimi ni Liz wa Sport, nilikusomea taarifa hii hadi wakati mwingine. Bye bye.